Jina langu naitwa Prophet IPM. Ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikizungumza maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Wako ambao wanaelewa haraka, wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu nina wafuasi sehemu mbalimbali Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali nje ya Afrika, kwa hiyo nimeona nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi tunaamini katika kuchinja kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini. Na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki, kuthibitisha hili. Swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Makuhani wote wa kale walifanya hivyo, akianzia baba yetu wa imani Ibrahim aliambiwa na Mungu akafanya hivyo. Na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo. Na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya 22 mstari ule wa 17 kwamba ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja. Pengine kuna siri gani kati ya utajiri na kutoa kafara? Siri iliyopo ni mfumo wa Mungu. Mungu ndo amesema hivyo kwenye Mwanzo 22. Alimwambia Ibrahimu, nitolee, mchukue mtoto wako, nenda mpaka mlima nitakao kuelekeza. Ibrahimu akatii, na alikuwa na mtoto mmoja peke yake. Unaona, akaenda mpaka mlimani. Alipofika mlimani anataka kumtoa, akaambia stop. Malaika akaambia usimtoe, hatutoi mtu, tunatoa mnyama. Alipogeuka akamkuta kondoo, akamchukua kondoo akamtoa. Kwa hiyo sisi tunatoa wanyama, ni mfumo wa Mungu. Lakini leo hii kwa sababu ni vitu ambavyo viliachwa, vilifunikwa kwenye Biblia, inaonekana kama ni ushirikina, wakati watu wote walifanya hivyo. Hakuna mtu katika Biblia amefanikiwa hakufanya kafara, hakutoa wanyama, kwa sababu unapotoa, kaka, starehe kubwa duniani ni nyama. Kwa hiyo unapoenda kumpa masikini nyama, mtu anafurahi. Hakuna Wachina wanakuja hapa, Waturuki, nyinyi mashahidi, hakuna mradi wanaanzisha bila kuchinja. Unaona, wanachinja, alafu kuna Waturuki wapo pale Dodoma, wamekwenda wamechinja mbuzi 60, ng'ombe 60, alafu wamewapa kijiji kizima, masikini, watu wasiokuwa na uwezo. Lengo miradi yao isikwame. Hakuna tajiri achinji, wana akili na wanajua ninachokiongea. Kwa hiyo unapotoa sadaka ukampa masikini, mambo yako yanafanyaje? Mambo yako yanakwenda. Na hiyo ndio dini sasa. Yaani wewe hata uswali swala 6 kama usaidii masikini, mimi siwezi kuelewa. Hata uwe na misaraba 200 shingoni, kama usaidii masikini, siwezi kukuelewa. Na ndio maana watu wanasema leo dini zimekuwa nini? Imekuwa biashara, kwa sababu ile dhana ya dini katika jamii haionekani. Kwa hiyo mimi niko tu kuiamsha Afrika iweze kuelewa hiki ambacho kinaendelea. Watu wanafasiri kama kuchinja ni ushirikina. Watu wengi imani yao inatuma vile. Kwa nini watu wasitoe sadaka labda ya pesa na watu wengine ambao hawahusisha damu? Kwa nini husisha damu hasa? Uongo ukisemwa sana unaonekana ukweli. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Simoni. Huyu jamaa aliwaongopea watu toka udogo wake mpaka utu uzima. Yaani watu wamekaa kuanzia miaka 10 mpaka miaka 100 wanadanganywa na wanaamini ni ukweli. Kwa hiyo ukweli umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana nini? Uongo umezungumzwa sana, mwisho wa siku umeonekana ni ukweli. Kwa sababu mimi lazima nikufundishe kanuni. Fanya kazi, kuwa na akili timamu, jitume, mwaga jasho, pambana, safiri, unaona, toa sadaka. Hizo ndo kanuni za mtu kufanikiwa duniani. Sasa nisipowafundisha watu yale ambao nimeyaona watu wakiyafanya wanafanikiwa,
Nitakuwa naanza kuwadanganya watu, ndawaambia okay sasa shika kitambaa hiki utakuwa tajiri. Sasa mimi siwezi kumdanganya mtu, mimi nafuatiliwa na watu wengi duniani wenye heshima zao, ukiwepo na wewe. Sasa siwezi na mimi nikaingia kwenye mkumbo wa kuona sababu hivi huu ni ulaghai, alafu mwisho wa siku niende Israeli nikachukue mchanga nilete Tanzania niwauzie watu 200,000. Siwezi kufanya vitu kama hivi. Lazima niwafundishe jamii vitu ambavyo hata leo na kesho IPM nipo sipo nasema huyu jamaa alikuwa anaongea vitu vya maana katika jamii. Okay. Yeah. Prophet, nadhani utakuwa mtu wa pili nadhani kwenye kuzungumzia swala hilo la kafara. Yupo mtu pia ambaye kwa anatoa elimu na anazungumza sana kuhusu masuala ya kafara. Ndugu yetu anaitwa Chief Godlove. Lakini watu wengi wanasema huyu kijana anapotosha jamii kwa sababu anasema mafanikio yake yanatokana na hizo kafara ambazo anafanya kuchinja wanyama kama mbuzi na ng'ombe. Labda sasa wale watu ambao wana huo mtazamo kwamba ni njia ya ushirikina kama baba alisema mwenzangu hapo, lakini hawaamini katika mafanikio pia ya huyo kijana kwamba anatokana na hizo kafara. Kuna kitu kinaitwa local investigation, kuna kitu kinaitwa commitment investigation, kuna kitu kinaitwa normal investigation. Huwezi kulihakiki jambo bila kufanya uchunguzi. Sasa Chief Godlove ni kijana wa Kitanzania, pambana, anatoa hizo elimu na kadhalika. Mimi sijapata muda wa kumfuatilia, yani kuzama kabisa nimfuatilie nini anakiongea. Lakini pia siwezi kumuingilia kwa sababu sijui kanuni anazozitumia. Mafanikio ni sheria na kanuni. Kwa hiyo sijui ni sheria zipi na kanuni anazozifanya mpaka kuweza kuwafanikisha hao labda anaosema na wafanikisha na kadhalika. Lakini pia IPM ni mtu ambaye naangalia sana mazuri kuliko mabaya. Kwa hiyo maybe kama kuna jambo anafanya jema katika jamii basi acha nimsupport. Lakini kama anafanya baya pia tuko duniani. Muda unazungumza kila kitu. Muda usahau, muda uongopi. Hivyo. Hapo samani. Hapo kwenye kafara mtumishi. Kwanza hongera kwa sababu unatupa elimu na kutufahamisha mengi. Nataka nijikite kwenye Ukristo. Kutoka 12 inaeleza wazi kabisa kwamba mapigo 10 aliyotoa Mungu 9 hayakumhusisha binadamu na hayakuwa na uchinjaji. Kwenye 12 pale inasema pigo la 10 Mungu aliwahusisha Wanaisraeli na alisema wachinje wapake kwenye ubao ili malaika sipite kutoka. Lakini Agano Jipya kwenye Wakorintho wa kwanza wanasema Yesu Kristo mwenyewe ameshafanyika Pasaka. Hivyo ninyi muende kwake kwa kutoa dhabihu na shukrani. Inamaanisha kwamba haturuhusiwi tena kuchinja kwa sababu Yesu Kristo alishachinjwa kwa ajili yetu. Hamuoni kama tunapata mkanganyiko hapa kutoka kwenye imani ya Kikristo? Huku kutoka Wanaisraeli waliokolewa na mateso kule Misri kwa Farao kwa kuchinja. Lakini Wakorintho wa kwanza inatueleza kwamba Yesu Kristo alifanyika Pasaka. Alitolewa sadaka kwa ajili yetu. It means sisi tunapoenda ni kutoa shukurani na kushukuru kwa sababu yeye alishachinjwa kwa ajili yetu. Hakuna mkanganyiko hapa wa Kristo. La kwanza hilo. La pili, kwenye hamasa yako kubwa ya wiki hili ni ibada juu ya wachimbaji. Hakuna anayefanikiwa kwenye madini pasipokuwa na kiumbe. Njooni kanisani niwaeleze namna gani ya kutoa sadaka na nitakupa njia ya kumpata huyo kiumbe upate baraka katika uchimbaji. Nisaidie kuelewa zaidi ni kiumbe namna gani ambaye prophet anaenda kumtoa katika madhabahu yake. Je, ni Yesu Kristo au kuna kiumbe mwingine wa uchinjaji kama ulivyotueleza sasa? Sawa, ni jambo jema. Kwanza hakuna andiko katika Agano Jipya linalozuia watu wasichinje. Ila kuna andiko linalofafanua utofauti wa namna sadaka zilivyotolewa Agano la Kale na namna sadaka zilivyotolewa Agano Jipya. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kwamba kwa kuwa Torati ni kivuli cha mema atakayokuja wala sio sura yenyewe, kwa dhabihu zile zile zinazotolewa kama ilivyoamuru Torati. Alipokuja yeye alisema mbuzi sikutaka wala ng'ombe sikutaka wala matoleo yote sikutaka kama ilivyoamuru Torati, bali mwili aliweka tayari.